MTV, taarifa ya habari. Mkitusikiliza kutoka ulimwenguni pote, hususan mashariki mwa Afrika na Afrika ya Kati, sisi ni MTV TRC. Tunawakaribisheni katika matangazo yetu ya siku ya leo. Mimi ni Moses Kasunia nikikutangazia kutoka Goma, mashariki mwa Kongo. Muktasari: watu 46 wamefariki kufikia leo nchini Kenya kutokana na mvua mkubwa inayoendelea kunyesha. Na vyombo vya usalama mkoani Kivu Kaskazini nchini DRC vyaanzisha utafiti wa tukio za gari 3 za shirika moja la kiutu zilizochomwa moto na watu wasiojulikana. Na siku chache kabla ya kampeni ya uchaguzi nchini DRC, wanasiasa kutoka vyama mbalimbali vya nchi wakutana mjini Kinshasa. Ni mkutasari wa habari, karibu kwenye uchambuzi wake. MTV. Na tukianzia huko nchini Kenya ni kwamba watu 46 wamefariki kufikia leo nchini Kenya kutokana na mvua mkubwa inayoendelea kunyesha ambayo imesababisha mafuriko na watu kuyahama makazi yao. Dennis Chisaka kutoka Nairobi, Kenya ana habari hiyo. Akizungumza wakati alipozuru maeneo yaliyoathirika na mvua hizo, waziri wa usalama wa ndani alihakikisha kwamba serikali itashirikiana na wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na serikali za kaunti na mashirika yasiyo ya kiserikali ili kuwanusuru wananchi wanaoathirika na mvua hiyo. Mvua kubwa na mafuriko imeendelea kusababisha hasara kwa kuharibu sehemu ya nchi na kusomba nyumba na mifugo na kuharibu barabara na nyaya za kusambaza umeme. Mmojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi ni Elwak huko kaunti ya Mandera, ambapo nyumba zimesombwa na maji na maisha yametatizika. Shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya limesema kuwa limekusanya timu zake mashinani ili kukabiliana na janga hilo la kibinadamu linalozidi kujitokeza. Huku hayo yakijiri, baraza la magavana nchini Kenya sasa linataka mamlaka ya kusambaza dawa nchini KEMSA iwe huru na yenye kujitegemea ili kuwajibikia wateja wake. Mwenyekiti wa kamati ya afya ya baraza la magavana Muthomi Njuki amesema utendakazi wa KEMSA unaingiliwa. Mwenyekiti huyo amezungumza wakati wa ufunguzi wa warsha ya mafunzo kwa wadau katika sekta ya usambazaji dawa katika hoteli ya Safari Park jijini Nairobi. Na tukitoka Kenya moja kwa moja tunarejea hapa nchini DRC ambako idadi ya watu waliouawa na magaidi wa ADF katika mji wa Mungamba jimboni Ituri Jumapili tarehe 12 imefikia watu 10. Kwa maelezo zaidi tunaungana naye Nadesh Kahindo. Watu hawa waliouawa na magaidi wa ADF katika mji wa Mungamba jimboni Ituri kwa sasa wamezikwa. MTV imezungumza naye Christophe Munyanderu, mtetezi wa haki za binadamu jimboni Ituri. Tumeweza kuwazika wandugu zetu ambao waliweza kuuawa na adui anayezaniwa ADF, adui wa Uganda, na mili ambazo tumeweza kupoteza, idadi yao imeweza kuongezeka na wameweza kuwa watu 10 ambao wameweza kufariki. Na ndio maana kwa hiyo tunatoa pole zetu kwa jamii zote ambazo ziliweza kupoteza wandugu zao, ila raia tunawaomba wawe makini kwa sababu adui anapatikana pembezoni za mji ya Mungamba. Mahali ambapo huyo adui aliweza kuua watu inakuwa kwenye mji ya Manate, inakuwa kwenye kilomita 8 hivi ngambo ya mji ya Mungamba, kusini mwa Mungamba. Christophe Munyanderu aomba wananchi kuwa makini na kuomba serikali ya Kongo kuongeza wanajeshi katika vijiji ambavyo kwa sasa ADF imesambaa mahali pote. Na kwa ombi letu ni kusema kwa wakuu viongozi waweze kutusaidia namna gani ya kuweza kuongeza vikosi vya jeshi na hata kuongeza kwa kusaidia jeshi zetu na vifaa ambavyo vinaweza kuwasaidia ili waweze kupigana na adui. Mtaweza kujua kwamba adui wakati iko napigwa na umoja wa jeshi ya Kongo na ya Uganda wa UPDF, ndipo wameweza kuvuka barabara nambari 4 kutoka kwenye groupement Banda Vilemba na kuvukia kwenye groupement ya Bapulu kuvuka mto ya Ituri, na ndio maana utenda kuta kwamba ameweza kuingia ndani ya hizo pori za Bapulu. Na tunaomba kwa waraia ambao wanapatikana ndani ya groupement ya Bapulu na hata wale ambao wanapatikana kwenye mtaa wa Mambasa, Lolwa, Tolitoli na penginepo waweze kuwa makini kwa sababu huyo adui ameweza kujigabua kwa vikundi mbalimbali. Na ombi letu tu ni kusema tunashukuru kwanza zaidi waraia wote wa mji wa Mungamba kwa sababu wameweza kujua kwamba ni sharti tuweze kuwa na resistance, tuweze kuwa tukikataa kuachilia miji zetu kwa sababu huyo adui nia yake ni kuweza kutukimbiza ndani ya miji zetu. Ila kwa vijana wawe makini na wakuu viongozi wa jeshi waone namna gani ya kuweza
kuleta operation za pamoja ndani ya groupement ya Bapulu ili tuweze kupata hiyo usalama ambayo mahali pengine ambapo hizo operation za pamoja UPDF RDC ziko nafanyika. Utafahamu kwamba ni tangu Jumapili tarehe 12 mwaka huu ndipo watu hawa waliuawa na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Nadesh Kaindo, MTV. Shukran Nadesh Kaindo. Moja kwa moja tunaelekea huko jimboni Kivu Kusini ambako vyombo vya usalama mkoani Kivu Kusini vimeanzisha utafiti wa tukio la gari 3 za shirika moja la kiutu zilizochomwa moto na watu wasiojulikana bado wanaomiliki silaha asubuhi ya Jumatatu Novemba 13 wakati wa kwenda kutoa huduma kwa wakimbizi wa ndani katika kambi ya Lumbi huko tarafani Fizi kusini mashariki mwa DRC. Mwandishi wetu wa Uvira Thomson Unji Batangalwa William alituandalia ripoti ifuatayo. Wakuu viongozi wa kiserikali tarafani Fizi mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirika na vyombo vya usalama wameanzisha utafiti wa kubaini wahalifu walioteka msafara wa mashirika ya kiutu yaliyokuwa yakikwenda kutoa misaada kwa wakimbizi wa ndani. Jumatatu Novemba tarehe 13, gari 8 zimeingia katika mtego wa majambazi. Gari hizo zilikuwa zikitokea katika mji wa Fizi Center kuelekea katika kambi ya wakimbizi ya kijiji cha Lumbi tarafani humo. Eneo tupu lipatikanalo kati ya kijiji cha Mukera na Kilicha na kile cha Itota pembeni kidogo ya mji wa Fizi ndipo shirika ACDD imeanguka katika mtego huo. Duru zetu husema majambazi walikuwa na silaha pamoja na makombora. Walichoma gari 3 kati ya 8 kwa mujibu wa diwani wa tarafa la Fizi. Ngoma Alimasi ni mwenyekiti wa shirika jipya la raia tarafani Fizi, anasema pole sana kwa mashirika zile ambazo zilikumbwa na mkasa ule, kwa sababu si kitendo cha mzuri vrema kubalunguzia magari. Vrema ni kitendo yenye tunamuzisha nacho vrema, na usi kama vile shirika ya kiraia tulitembelea antene ya OCHA, tukatembelea wakuu viongozi, tukaambia kwamba vrema zile kambi zinapashwa jitoshwe paske zile kambi vrema zireponde kama vile kambi juu. Tunaangalia watu wote wanaenda muri zile kambi, tunaishi nao wote hapa vijijini kwetu. Na leo kwanza tuko na malalamiko kuhusu gisi ile shirika ilikamata wanafunzi wote. Tulitembelea masomo mbalimbali, tukakuta vrema mwalimu mwenyewe alikuwa na wanafunzi 18, iko na wanafunzi 15. Presque mkila somo 12 wa 10 kuuliza wote wanaenda wapi, wanaenda makambi ya Lumbi. Na hata vile walimu pia walilalamika kuhusu hiyo kitendo yenye vrema hiyo shirika ilikuwa kufanya juu ilikuwa condition unaandikiwa jina lako inatoka ifo ki unajipresenter na jamaa yako yote pale. Hili lisababisha hata wazazi walichukua jukumu ya kwenda mkila somo kwenye anatuma mtoto anachukua vraiment sika preza kuko watoto wenye wanafanya Jumatatu wengine mwezi. Kwetu vraiment tunasema kwamba atukatale misaada. Ni kitu ambacho tuliambia mashirika zote za kiutu pamoja na autorite kwamba si atukatale misaada. Shirika zikiandikia watu mamingine, unaandikiwa leo, kesho utakuwa unakamata jembe unaenda kulima. Njaa iko mingi tu, hakuna mwanamke wala mwanaume alikuwa na sonje kulima. Wachache sana ndio walikuwa wanaenda kumashamba. Tunaomba zile shirika zikianza kuandikia watu mingine, na ile ndio ombi ya raia yote mzima Fizi. Viongozi wa kiserikali walidai kuhuzunishwa na kitendo hicho. Sami Kalonji ni diwani wa tarafa la Fizi, anaongea. Tuna huzuni ya kwamba leo siku ya kwanza tarehe 13 ya mwezi wa Novemba mwaka wa 2023 masaa za asubuhi katikati ya vijiji mbili, kijiji ya Itota na kijiji ya Mukera, ulikuwa msafara ya makari za mashirika mbalimbali zenye zilikuwa zinaenda mkambi ya Lumbe kwenda kuangalia wakimbizi wa ndani ya nchi, lakini wanduku zetu walipata tatizo kubwa sana. Walikuwa msafara ya makari 8, kari 3 ililunguziwa na wajambazi wenye kushika silaha bila sababu, lakini wote wenye walipeleka mpori walishakuwa huru, lakini telefoni ya mkononi, hela na vyombo vya kazi vyote bilibakia ndani ya pori kwa mikono ya hawa wajambazi wenye kushika silaha bila ruhusa. Tunalaumu sana hii jambo ya kwanza kuleta tatizo kubwa sana kwa ndugu zetu wa mashirika mbalimbali zenye kutumika ndani ya tarafa la Fizi. Tunasema hii jambo sisi tarafa la Fizi tunalaumu sana au wabanji au majambazi walienda kusabote, walienda kuintimide na kuleta hasara ndani ya community ya wanduku zetu wa mashirika mbalimbali. Wafanyakazi wa mashirika hayo walilazimika kurudi katika mji wa Fizi Center bila kufikia malengo ya kwenda kuhudumia wakimbizi. Baadhi yao walifika na majeraha. Vyanzo vyetu vimesema kuwa
ACDD imefungua hema zake Fizi Center na kuteremka katika mji wa Baraka. Tarafani Fizi, katika vijiji vya Malicha na Lumbi, kumetengenezwa kambi zinazowahifadhi raia waliokimbia vita vya makundi yanayomiliki silaha. Nikiripoti kutoka Uvira, mimi ni Thomson Unjibata Ngalo William wa MTV. Na kwa taarifa zingine ni kwamba wanasiasa kutoka vyama mbalimbali nchini DRC wakutana mjini Kinshasa kuzungumzia maandalizi ya uchaguzi, wakijibu kwa mwito wa kiongozi wa tume huru la uchaguzi nchini DRC. Tunaungana kwa mara nyingine naye Nadej Kaindo kwa maelezo zaidi. Wanasiasa wa vyama mbalimbali wamekutana mjini Kinshasa kufuatia aliko la kiongozi wa tume huru ya uchaguzi seni, ikiwa kumesalia siku chache kabla ya kuanza kampeni za uchaguzi nchini DRC. Walihudhuria rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi, Martin Fayulu aliyeshindwa uchaguzi naye Matata Ponyo. Jedeu Sepengwa ni kutoka chama cha UDPS ikiwa chama tawala. Mkutano kabisa umefanyika na umeonesha kwamba hakuna kidemokrasia kwa nchi yetu. Na hiyo mkutano, huyo presidenti wa Seni ameshukuriwa sana kwa kuita huyu mkutano, kwani amepana maelezo mengi kuhusu uchaguzi ambao utafanyikana kwa hiyo mwaka. Lakini kila mtu amepana maoni yake kuhusu hiyo uchaguzi. Itabaki sasa kwa Seni kujua maoni gani atakamata kabisa na atabadili kitu gani. Lakini mkutano huu kabisa tumeona wote wamefika na imeonekana kama kweli uchaguzi utafanyikana, kutokana na jinsi watu wengine wamekuwa wakisema kama uchaguzi hauko ama hautakuwa na watu. Huku chama cha upinzani kinachomuunga mkono Joseph Kabila kikichukulia shingo upande mkutano huu wa wanasiasa, akisema Ezekias Muhaya kutoka PPRD ya Rais Mustafa Joseph Kabila. Hapakuwa vyama vya upinzani ndani ya mchakao huo, kwa kuwa upinzani ni sisi na sisi bado hatukushiriki. Ni kusema ilikuwa kitu ya wao na wao tu waliweza kuzungumzia mambo yao ya eneo sacre. Alafu sisi hatukuwemo kwa sababu sisi ni wapinzani, lakini hatujaona ya maana la muhimu la kuingia ndani ya mambo haya. Lakini Martin Fayulu na kina Matata Ponyo ni wapinzani, walikuweko? Mimi sijui hivyo, kwa sababu wakati eneo sacre ilianza walikuwa pamoja. Na wao waliungana kwa kuianzisha, na wamoja wameacha wa mawaziri ndani ya mambo haya. Kwa sasa sijui kweli kama ni wapinzani ama hapana. Na ingekuwa kusema wapinzani walikuweko, ungewaona watu wa PPRD na tutu hatukuwemo bado. Lakini nyinyi binafsi mnaonaje hiki kikao? Kikao hiki ni kuzungumza tu, kupoteza muda. Unafikiri watu wanazungumzia uchaguzi na bado kuna territory ya sawa 3 za Kongo ambazo hazikuorozeshwa. Sasa wale wataorozeshwa siku gani? Ama wao si wakongomani kusudi waimwe haki ya kupiga kura kweli? Kupitia swala hilo tulizungumza naye Iber Masomeko, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Kivu Kaskazini. Kwa nia ya kwanza ni kwamba ni mkutano mzuri sana, kwa sababu inaleta wakandida wote waikale waongee juu ya uchaguzi namna gani itakuwa organize, na wakubaliane ku vitu vimwa hivi vya kuhusu uchaguzi. Lakini kwa kufata gizi ile mazungumzo ilikuwa unaona kama kuko tension kabambi na kuko wenye wanaita mu Kifaransa crise de confiance. Waakteri wenye wataintervenir mu processus electoral hawafanyi confiance kwa Seni, na ile inaonesha kwamba uchaguzi itapita ndio, lakini kutakuwa mapinzani tena kisha uchaguzi, na inariske kuleta ma violence post electoral, kwa sababu en general uliangalia kama wapinzani wote hawaaminie kama Seni itaorganize election zitakuwa transparent na credible. Kulikuwa ma discussion za violence entre wapinzani na president wa Seni. Ile inaonyesha kama uchaguzi utakuwa ndio, na ile uchaguzi itakuwa ya kuleta tena ma contestation après, na kutariske kukuwa ma trouble kisha uchaguzi. Mkutano huo umefanyika kukiwa kumebaki siku chache kabla ya kampeni za uchaguzi kuanza rasmi. Nadej Kaindo, MTV. Shukrani. Na jueni ya kwamba hadi tukienda hewani ni kwamba rais wa Kongo DRC Felix Tshisekedi amefanya hotuba yake ya mwisho leo hii mbele ya bunge mjini Kinshasa. Hotuba ambayo rais wa DRC ameelezea miradi na mabadiliko aliyoyafanya wakati wa uongozi wake wa miaka 5. Tshisekedi ameahidi kuhakikisha wanahabari wanalinda
kulindwa na uhuru wao. Rais wa DRC amesema Kongo imepiga hatua katika nyazifa mbalimbali ukilinganisha na siku zilizopita. Hotuba hii ni ya mwisho kwani uchaguzi unatarajiwa kufanyika Disemba 20 na kampeni ikianza hii tarehe 18, yani katika siku 5 zinazokuja. Na mtazamaji, ndipo tunafika tamati ya habari zetu. Shukrani za dhati zikuendee popote ulipo. Mimi ni Moses Kasunia niliyekutangazia siku ya leo kutoka mjini Goma, mashariki mwa Kongo. Endeleeni kupata matangazo ya MTV na vipindi vingine kwenye mitandao yetu ya kijamii. Sina la ziada. Facebook, Twitter, YouTube, website, Instagram.